Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu tu mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 8 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema mapya yaibuka, tukio la mauaji kwenye kanisa. Mapya yaibuka tukio la mauaji kwenye kanisa. Na tume ya uchunguzi vurugu Oktoba 29 yaongezwa muda. Tume vurugu Oktoba 29 yaongezwa muda. Lakini kuna habari inayosema tahadhari yatolewa mvua kubwa mikoa minane. Tahadhari yatolewa mvua kubwa mikoa minane. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema bei mpya za mafuta. Vikao vizito vyaitishwa. CCM yaingilia kati ikitoa angalizo gharama za maisha kupanda, lakini na kuathiri ukuaji wa uchumi. Mikakati ya kunusuru nchi yatajwa. Lakini zabuni nono ya serikali inavyowapita wazawa. Zabuni nono ya serikali inavyowapita wazawa na viongozi. Tuna deni la kihistoria kwa Karume. Hao ni viongozi wasema tuna deni la kihistoria kwa Karume. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi, linaandika habari inayosema Abdalla Khalidi alivyopoteza ndoto yake ya udaktari hadi kuuza mayai. Hiyo ni historia ya kijana Abdalla Khalidi alivyopoteza ndoto yake ya udaktari hadi kuuza mayai. Lakini CCM Chadema na kilio bei ya mafuta. CCM Chadema na kilio bei ya mafuta. Lakini tumuenzi Karume kwa kutenda haki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, nasema tumuenzi Karume kwa kutenda haki. Lakini uteuzi mtoto wa rais kuwa makamu wake wazua gumzo. Uteuzi mtoto wa rais kuwa makamu wake wazua gumzo. Lakini habari ya kimataifa inasema Trump akoleza moto, hofu ya tanda. Trump akoleza moto, hofu ya tanda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye na habari inayosema CCM yatoa maelekezo bei za mafuta. CCM yatoa maelekezo bei za mafuta. Lakini tume ya Jaji Chande yataja sababu kuongezewa siku 21. Lakini Rais Samia tutamuenzi Karume kwa uthubutu. Huyo ni Rais Samia asema tutamuenzi Karume kwa uthubutu. Lakini bado kuna habari inayosema binadamu chanzo, asilimia 96 ajali barabarani. Binadamu chanzo cha ajali asilimia 96 ajali za barabarani 2025. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Zanzibar Leo lenyewe linaandika Dr. Mwinyi aongoza kumbukumbu ya mzee Karume. Dr. Mwinyi aongoza kumbukumbu ya mzee Karume. Wazanzibari wana kila sababu ya kumkumbuka mzee Karume. Lakini miradi ya bilioni 44.7 wilaya kati kupitiwa na mwenge wa uhuru. Lakini kimataifa, Irani yatoa msimamo vita vyake na Marekani. Irani yatoa msimamo vita vyake na Marekani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika vaa elementi ubongo hauna spare. Huyu ni Dr. Rahma asema vaa elementi ubongo hauna spare. Lakini mbivu mbichi bei ya mafuta bungeni. Mbivu mbichi bei ya mafuta bungeni. Na Wazanzibari wataja alama alizoacha hayati Karume. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Uhuru, viongozi waanika sifa kemkem za Karume. Viongozi waanika sifa kemkem za Karume. Tume ya Jaji Chande yaongezewa siku 21. Lakini CCM yataja mambo 7 sakata la mafuta. CCM yataja mambo 7 sakata la mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Majira lenyewe kwenye kurasa za mbele inaandika polisi ya nasa watano kwa kuzua taharuki kujeruhi. Polisi ya nasa watu 5
kuzua taharuki na kujeruhi. Na Rais Samia tutaendelea kumwenzi hayati Karume. Serikali yasisitiza ushirikiano na taasisi za dini. Na CCM yatoa tamko hatua zinazochukuliwa sakata la mafuta. CCM yatoa tamko hatua zinazochukulia sakata la mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Machinga sauti wa nyonge linaandika Ndejembi, viongozi taasisi za wizara nishati wateta, lakini tume Jaji Chande yaongezewa muda. Na CCM yavunja ukimya kupa bei ya mafuta. Na Rais Samia Dr. Mwinyi waongoza kumbukizi ya Karume Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Mwanahabari lenyewe linaanza na habari inayosema DC Mpogolo awapa kongole viongozi wa dini kwa kuimarisha amani na maendeleo. Lakini tume ya uchunguzi ya Oktoba 29 yaongezewa muda hadi Aprili 24. Na Ndejembi aongoza kikao kazi kujadili bei ya mafuta. Lakini bado kuna habari inayosema konyagi bandia za kamatwa Sinza. Konyagi bandia za kamatwa Sinza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi mashindano ya Qur'ani chachu maadili mema. Lakini Rais Samia aipa muda tume Jaji Chande. Na Dr. Mwigulu awaponza waathirika simu 2000. Dr. Mwigulu awaponza waathirika simu 2000. Lakini aongoza maelfu kumbukizi ya miaka 54 ya kifo cha mzee Karume. Huyo ni Rais Samia aongoza maelfu kumbukizi ya miaka 54 ya kifo cha mzee Karume. Na mikoa ya Pwani siku 3 mvua kubwa. Hao ni TMG watoa taarifa na mikoa ya Pwani siku 3 mvua kubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye kurasa mbele linaandika Rais Samia tutaendelea kumwenzi hayati Karume, ashiriki dua ya pamoja na Dr. Mwinyi na Mwigulu. Lakini bado kuna habari inasema TMA yatoa tahadhari mvua kubwa. CCM yapendekeza ruzuku kwenye mafuta nchini. Lakini kimataifa, mvutano Irani Israeli ni saa 48 zilizopita. Mvutano Irani Israeli saa 48 zilizopita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika bodaboda wawili wakamatwa kwa kutoa taarifa za uongo za kuibiwa nyeti. Lakini CCM yajivalisha mabomu. Hiyo ni uhaba wa mafuta. CCM yajivalisha mabomu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika magoli Inolwemba hakusajiliwa na Jairuti bali alitafutwa na kamati ya usajili. Lakini Simba kucheza mechi 3 Sheikh Amri Abedi Stadium Arusha. Na kocha wa Yanga akiri kukutana na timu ngumu ya Pamba Jiji leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo naandika klabu ya Simba ya mng'ang'ania Damaro ya kanusha mizengwe kwa Mpanzu na Loemba. Klabu ya Simba ya mng'ang'ania Damaro ya kanusha mizengwe kwa Mpanzu na Luemba. Lakini Miroshi azidi kung'ara Uturuki. Yanga kuvunja mwiko na Pamba leo. Lakini bado kuna habari inayosema West Ham kuishtaki Congo DRC FIFA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye kuna michezo linaandika Simba Damaro sio Mtanzania. Hao ni Simba waendelee kumng'ang'ania Mohamed Damaro sio Mtanzania. Lakini Nkane sasa awatishio TRA United. Na Kilamsa Cup yanukia udhamini. Lakini Pamba yaipiga mkwara Yanga. Na Samata endelea kung'aa ligi 1. Huyo ni bwana Ali Samata aendelea kung'aa ligi 1. Na gazeti lako la Wamachinga kwenye mchezo linaandika
KMC kukabili Singida Black Stars ligi kuu. Simba bado ya komana Damaro. Chobwedo sasa gumzo usajili ujao. Mwalimu Abuya ameonyesha ukomavu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Pamba Jiji Yanga kitaumana leo Mwanza. Makocha waandaa silaha za maangamizi. Simba yaanza mkakati mzito ujenzi wa uwanja. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Pamba Yanga vita ligi kuu. Pamba Yanga vita ligi kuu. Simba ya mkomalia Mohamed Kamara Damaro. Lakini dereva ya mkumba hayati Karume. Lakini rais wa muziki yahimiza amani. Chaneta ni kicheko. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini PSG Liverpool kazi ipo leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika Simba yafunguka sakata la Damaro na Mpanzu. Yanga Pamba Jiji patachimbika leo na chipukizi yaifundisha soka uhamiaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Yanga Pamba Jiji hapatoshi, wagombea TOC watajwa, pingamizi la mtaka la tupwa. Lakini kwenye gazeti lako la Mwana Spoti lenye kuna michezo linaandika Damaro atikisa tena Simba. Lakini Pedro Goncalves yagusa watatu Yanga. Lakini leo tena ni kwenye ulimwengu wa mchezo tunamwona Barcelona wanasema leo tena. Lakini kwenye ulimwengu wa masumbwi Wilda amchana Joshua wazichape. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe lenyewe kuna michezo linaandika Pedro apania kuvunja mwiko Pamba Jiji. Lakini Simba ya komana Damaro. Simba ya komana Damaro sasa kulifikisha swala lake kafu na FIFA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.